ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Licha ya dosari ndogo ndogo mjini Bangui, uchaguzi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati leo wafanyika kwa amani na usalama. Rais wa Burundi atunisha misuli, asema atapambana iwapo majeshi ya kulinda amani ya Umoja wa Afrika yatathubutu kuingia nchini mwake. Vikosi vya Syria vikiungwa mkono na mashambulio ya anga yanayofanywa na Urusi yaendelea kupata mafanikio katika juhudi za kuteka tena mji wa Deraa. Kwenye michezo usiku huu, Liverpool wanatafuta kusogelea 4 bora. Wanapepetana na Sunderland wakijua ushindi utawapa idadi sawa ya pointi na Manchester United na kuwanyanyua hadi nafasi ya 7. Hujambo na karibu katika Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati leo wameshiriki katika uchaguzi kumchagua rais na vile wabunge. Licha ya matatizo kadhaa katika vituo vya upigaji kura katika mji mkuu wa Bangui, kamanda mmoja wa jeshi la kudumisha amani la Umoja wa Mataifa amesema kwa jumla shughuli ya upigaji kura imefanyika bila dosari. Inatazamiwa uchaguzi huo utaielekeza nchi hiyo katika udhibiti na utulivu zaidi kufuatia vita vya kidini. Maelfu ya wanajeshi wa kudumisha amani walitumwa nchini humo kuzuia ghasia kama zile zilizojitokeza wiki 3 zilizopita katika kura maoni kuhusiana na katiba mpya. Alex Murithi ana maelezo zaidi. Maandalizi kwa muda wa miaka 3. Uchaguzi unaolipatia taifa hili ambalo limegawanyika matumaini, raia waliochoshwa na vita. Misururu mirefu katika vituo vya kupigia kura. Mji mkuu Bangui ikiwa ni pamoja na mtaa wa Waislamu wa PK5, kitovu cha ghasia za kidini miezi michache iliyopita. Yote yakifanyika chini ya ulinzi mkali kutoka kwa maelfu ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa pamoja na maafisa wa polisi na jeshi la nchi. Wapigaji kura milioni 2 watamchagua rais na wajumbe 149 wa bunge. Hatua muhimu ya kuifanya nchi kuwa thabiti. Kwa sasa yote ni sawa, isipokuwa masuala kadhaa ya usimamizi na tutayatatua haraka. Kwa jumla hali ni nzuri na tunatazamia yote yatakuwa sawa. Haitakuwa kama wakati uliopita. Tulijifunza haraka na watu wamejifunza. Waliofanya fujo pia wamejifunza na sote tumejifunza. Donc nous tous on a appris et puis aujourd'hui tout va se passer bien inchallah. Très fier même. Ni fahari kuu kwangu, kwani kwa mfano kama hatungelipiga kura tusingaliweza kuwa huru, lakini kwa kupiga kura sasa tuko huru na kila mtu amefurahi. Tout le monde est en joie. Ghasia zilianza mwaka 2013. Rais wa wakati huo Francois Bozize aliondolewa madarakani na kundi la waasi wa Kiislamu la Seleka. Akiungwa mkono na waasi hao, Michel Jotodia akawa rais, akifanikiwa kuwa Muislamu wa kwanza kuiongoza nchi ambayo wengi ni Wakristo. Ghasia zikaanza kati ya Seleka, Waislamu na Wakristo wa Antibalaka. Jotodia akalazimika kuachia madaraka Januari 2014. Nchi ikaachwa na uongozi wa muda na Rais Catherine Samba-Panza akashikilia madaraka. Waangalizi wanaelezea kwamba ingawa dini ilitumika katika kuchochea ghasia, kiini hasa cha mzozo ni matatizo ya kijamii na kiuchumi. Yeyote yule atashinda katika uchaguzi huu, kazi yake tayari imepangwa. Waathiriwa wa pande zote wamekuwa wakidai haki ifanyike na maelfu ya watu walipoteza makao yao. Mamlaka ya uongozi wa nchi hii ya Afrika ya Kati lazima yaimarishwe kikamilifu. Alex Murithi, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Shirika la anga la Marekani linasema hali ya hewa inayojulikana kama El Nino, ambayo imesababisha athari kubwa katika sehemu mbalimbali duniani, haielekei kama itapungua. Shirika hilo limesema El Nino hii ya sasa inafanana sana na iliyotokea miaka 20 iliyopita, ambayo ilikuwa na nguvu sana. Picha za kompyuta zinaashiria kwamba viwango vya baridi vitazidi sana katika maeneo ya nchi ya kaskazini ikilinganishwa na viwango vya sasa.
Waendesha mashtaka nchini Marekani wamemfungulia mashtaka mwigizaji na mchekeshaji wa Marekani Bill Cosby kwa kosa la udhalilishaji. Bwana Cosby mwenye umri wa miaka 78 ni miongoni mwa watu wanaojulikana sana duniani. Anashutumiwa kwa kumpa dawa za kulevya mwanamke mmoja, Andrea Constant, nyumbani kwake karibu na Philadelphia mwaka 2004. Hii ni kesi ya kwanza ya uhalifu dhidi ya Bwana Cosby. Afisa wa polisi wa kizungu huko Chicago aliyepigwa picha kupitia kamera iliyo katika gari ya polisi wa doria wakati akipiga risasi na kumuua kijana mmoja mweusi amekana shtaka la mauaji. Kulifanyika mfululizo wa maandamano baada ya video ya tukio hilo hatimaye ilipotolewa ikimwonyesha Jason Van Dyke akimpigia risasi la Juan McDonald mara 16. Rais wa Burundi ametishia kuwa atazuia kikosi cha kudumisha amani kutoka Umoja wa Afrika kuingia Burundi. Akizungumza kupitia redio ya taifa, Rais Pierre Nkurunziza amesema kikosi hicho kutumwa Burundi ni kama ukiukaji wa uhuru wa Burundi na hujuma dhidi ya serikali yake. Na wakati huo huo, juhudi za kutatua mzozo wa Burundi zinaendelea, ikiwa hivi sasa viongozi wa kidini wameamua kuingilia kati. Viongozi hao kutoka Afrika Mashariki ambao wanawakilisha dini mbalimbali hii leo wamekutana mjini Nairobi nchini Kenya. Hizi sio juhudi za kwanza kutatua mzozo wa Burundi ambao chimbuko lake lilianza mara tu baada ya Rais Nkurunziza kutangaza nia ya kuwania muhula wa 3. Tarehe 13 Mei, viongozi wa kanda ya Afrika Mashariki walikutana nchini Tanzania kujaribu kutatua mzozo wa Burundi baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutoa tangazo la azma yake, ambapo jaribio la kumpindua Rais Nkurunziza lilifanyika akiwa Tanzania. Tarehe 28 Disemba, serikali ya Burundi ilifanya mazungumzo pamoja na upinzani. Mazungumzo hayo yaliongozwa na Rais Museveni wa Uganda, ambapo serikali ya Burundi haikuridhia mapendekezo yaliyotolewa. Na leo tarehe 30 Disemba, mkutano wa viongozi wa kidini umefanyika mjini Nairobi kutafuta suluhu la suala la Burundi. Hivi sasa basi naungana moja kwa moja na mchambuzi wetu Amuri Musema aliyopo mjini Northampton hapa nchini Uingereza. Karibu sana. Kama ulivyosikia, tunaona mikutano imefanyika mitatu sasa ya kikanda, kuanzia viongozi na sasa waleo viongozi wa kidini, ambapo tulianza na wa siasa. Huu mkutano wa viongozi wa kidini utachangia vipi katika kuleta suluhu Burundi? Asante sana Bi Suluma. Kwa kweli hali ambayo imejitokeza au inaendelea nchini Burundi ni kweli ni ya kusikitisha. Wanasiasa wamejitahidi kadri uwezo wao kuweza kuomba msamaha au kuomba msaada kwa nchi tofauti tofauti ikiwepo Umoja wa Mataifa, lakini imeshindikana. Na wamejitahidi kabisa Umoja wa Mataifa kuomba nchi za Afrika na Mashariki kama vile Museveni kuwa miongoni mwa kiongozi ambaye angeweza kuwaita na kuwasuluhisha, basi imeshindikana. Tuone hili la viongozi wa dini ambalo hatuna kanalo kwa sasa, kama wataweza kufikia muafaka au Rais Nkurunziza kukubaliana nao katika hili. Bado tuna wasiwasi na hilo. Na mikutano ya awali ambayo ilifanyika Tanzania na Uganda, wanasiasa ndio walioshiriki. Labda mkutano wa leo unaoshirikisha sehemu ya jamii, unahisi itatoa suluhu, hasa ambapo na wao wameomba jeshi la usalama la Umoja wa Afrika lisiingilie kati kwanza ili mazungumzo yaendelee? Unaona ni wazo sahihi? Hapana, ni wanajaribu, lakini halina uhakika, na vile vile ni jambo sahihi kwa kuwashirikisha viongozi wa dini katika masuala ya kisiasa katika nchi yao au nchi husika za Afrika. Lakini bado kuna hali ya sintofahamu ya kuweza kukubaliana nao hao viongozi wa dini, kwa sababu kama mtakumbuka siku za awali waliweza kuuawa baadhi ya viongozi wa dini ambao walikuwa katika nchi ya Burundi. Kwa hiyo hatujui kama hawa ambao wamekaa watagusia swala la wale ambao viongozi wa dini waliouawa au watazungumzia moja kwa moja kuhusu kumwomba rais aachie au alainishe kauli yake ambayo anaitoa hivi sasa. Na Rais Nkurunziza kutangaza hatokubali wanajeshi kutoka Umoja wa Afrika kuingia Burundi, ina maana gani? Hilo ni jambo la kushangaza, kwa sababu kihistoria nchi nyingi za Kiafrika huwa wanasaidizana katika kupeleka askari wake pale panapotokea matatizo. Na ukiangalia nchi ya Burundi imekuwa mstari wa mbele kupeleka askari wake katika nchi kama Somalia au Sudani. Sasa ikiwa yeye atakataa atakataa askari kutoka nchi jirani
fulani za Afrika kuja kutafuta amani au kulinda wananchi, hilo nafikiri Umoja wa Mataifa tabidi liangalie vizuri hii kauli ya rais. Shukran sana. Ni Amuri huyo ambaye yuko mjini Northampton hapa nchini Uingereza. Asante. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa anaondoka nchini Somalia, Nicholas K, amesema kuwa ana imani kwamba taifa hilo linaelekea kuwa tulivu. Akizungumza na BBC baada ya kukamilika kwa kipindi chake cha kuhudumu nchini Somalia, Bwana K amesema kuwa Somalia ni nchi iliyojaa rasilimali, ila matatizo ya kiusalama yanayokumba nchi hiyo yanahujumu ukuaji wake. Hata hivyo, amesema kuwa sasa kuna dalili kwa mbali ya kurejea utulivu katika taifa hilo. Somalia ni nchi iliyo na uwezo mkubwa wa kilimo na pia inao utajiri mkubwa katika bahari yake. Bado ni mazingira ya kutatanisha upande wa usalama nchini humo, japo hali inaendelea kuimarika kidogo. Kama nilivyoshuhudia nikiwa huko kwa miaka 2.5, kumekuwepo upanuzi wa maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Somalia wakisaidiwa na majeshi ya AMISOM. Kwa hiyo usalama kidogo unaimarika, lakini naweza kusema kwamba bado ni ngumu kidogo kuwezesha uwekezaji hasa wa kigeni. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati leo wamepiga kura katika uchaguzi wa rais na vile wa bunge. Licha ya matatizo kadhaa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura kwenye mji mkuu Bangui, kamanda mkuu wa vikosi vya kuweka amani vya Umoja wa Mataifa anasema shughuli hiyo imeenda vizuri. Rais wa Burundi ametishia kuwa atazuia kikosi cha kudumisha amani kutoka Umoja wa Afrika kuingia Burundi. Akizungumza kupitia redio ya taifa, Rais Pierre Nkurunziza amesema kikosi hicho kutumwa Burundi ni kama ukiukaji wa uhuru wa Burundi na hujuma dhidi ya serikali yake. Vikosi vya serikali ya Syria vikiungwa mkono na mashambulio ya anga yanayofanywa na Urusi yanaendelea kupata mafanikio makubwa katika juhudi za kuteka tena mji wa Dera ulio kusini mwa nchi hiyo. Jeshi limesema limeingia katika mji wa Sheikh Maskin kupitia pande mbalimbali. Rubaa za waasi zinasema vikosi viko katika viunga vya miji na mapigano makali yanaendelea. Mji huu ni muhimu kwa usambazaji wa vifaa kutoka Damascus. Na wakati huo Marekani imezungumzia makabiliano yake kuwashambulia viongozi wa IS nchini humo. Suluma Kasim anaarifu zaidi. Tangu mwezi Agosti mwaka uliopita, vikosi vya ushirika vinavyoongozwa na Marekani vimefanya mashambulizi ya anga kama haya dhidi ya kundi linalojiita Islamic State nchini Syria na Iraq. Picha hizi zimetolewa na jeshi la Marekani zinaonyesha ndege za kijeshi zinavyopiga mabomu daraja zinazodhibitiwa na IS nchini Iraq. Lengo lao ni kuharibu kabisa miundo mbinu na njia zote muhimu za usambazaji, lakini wamewalenga pia viongozi wa kundi hilo. Katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita tumefanya mashambulizi ya anga na tumewaua viongozi 10 wa IS, wakiwemo watu kadha waliopanga mashambulizi ya nchi za nje. Baadhi yao wanahusika na mashambulizi ya mjini Paris, huku wengine wamekuwa na mipango ya kufanya mashambulizi zaidi katika nchi za magharibi. Miongoni mwa waliouawa ni mtu huyo Sherif Al-Moudan. Marekani inasema yeye anahusika moja kwa moja na kiongozi wa kundi linalodaiwa kupanga mashambulizi ya Paris, na inafikiriwa kwamba Moudan alikuwa anapanga kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya nchi za magharibi. Kundi hili linapoteza uongozi wake. Hivi sisi tunakipiga kichwa cha nyoka huyu, lakini bado hatujakata kichwa cha nyoka huyu. Bado kina meno, lazima tuelewe hivyo. Bado kuna mapigano zaidi ya kufanywa. Kukiri hivi, licha ya mashambulio yote haya anga, inamaanisha kwamba mapambano dhidi ya kundi la Islamic State bado hayakumalizika. Suluma Kasim, BBC. Zaidi ya wakimbizi milioni 1 wamewasili barani Ulaya tangu mwanzo wa mwaka huu, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi. Idadi wanaokuja kupitia baharini imeongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wengi wa wakimbizi hao wanasemekana kuingia Ulaya kupitia Ugiriki. Dawa Yusuf na taarifa hii.
Kupitia bahari hii hatari wanawasili. Boti baada ya boti, yote yamejaa. Safari yao ya zaidi ya saa 2 kutoka nchi jirani ya Uturuki inatua hapa. Maelfu ya watu wamefariki wakijaribu kufika hapa kupitia njia hiyo. Lakini licha ya hayo, maboti haya yamewafikisha zaidi ya watu milioni 1 katika mwaka huu pekee. Na takriban nusu ya hao wote wameshukia katika kisiwa hiki cha Lesbos. Wanaendelea kuja kwa kuwa wengi tayari wamekuja kabla yao. Na utaona dalili kila mahali kuonesha safari za awali hapa. Jua linamulika na utulivu wa bahari, lakini kwa wengine ni ukumbusho wa safari ya kutisha. Tumekimbia makwetu. Kwa muda wa saa 2 wameturundika katika maboti 4. Tulikuwa kama watu 50 hivi kwa kila boti. Natamani hali nchini Syria ingetengamana kidogo tupate kurudi kwetu kwa Syria ya amani. Angalau wahudumu wa kujitolea wamehakikisha kwamba kuna nidhamu hapa. Lakini Umoja wa Mataifa umeonya kwamba iwapo hali haitotangamaa kufikia mwaka ujao, hatua za dharura zitahitaji kuchukuliwa. Uwezo wa kusajili, uwezo wa kupokea, kutoa msaada wa hadhi ya juu kwa watu walio na matatizo, kutolewa uhifadhi, kuweza kushirikiana na kugawana majukumu hayo kwa mataifa ya bara Ulaya. Juu milimani, jaketi okozi zimeachwa hapa. Sio rahisi kutafakari watu milioni 1 wako vipi, lakini ukisimama hapa kidogo unaipata ile picha. Dayo Yusuf, BBC. Usikae mbali, baada ya muda mfupi Peter Musembi atakuwa hapa na taarifa za michezo, ikiwa ni pamoja na nyota wa kabumbu Lionel Messi kuweka historia usiku huu kwa idadi ya mechi alizoichezea Barcelona. Tutakuletea taarifa hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo baada ya muda mfupi. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika Dira ya Dunia hapa London. Mimi ni Zuhra Yunus na moja kwa moja kwake Peter Musembi akitupeleka viwanjani. Karibu. Ndio, ni kweli Zuhura, asante sana, na tuanze na mechi ya usiku huu ligi kuu ya England kati ya Sunderland na Liverpool, ikiwa ni ya mwisho katika mwaka huu. Hakuna matokeo yoyote yanayoweza kuwaponya Sunderland ambao wako mkiani. Liverpool wanatafuta ushindi ili kupunguza nafasi kati yao na timu 4 zinazoongoza. Ushindi dhidi ya Leicester mwishoni mwa wiki iliyopita ulirejesha matumaini ya Liverpool katika kuwania nafasi 4 za juu, hiyo ikiwa ndio azma ya meneja Jurgen Klopp. Usiku huu watakuwa bila mshambuliaji Divock Origi ambaye ana jeraha. Na nafasi ya juu kabisa Arsenal wameendelea kuishikilia, lakini wana idadi sawa ya pointi na Leicester ambao jana usiku walitoka sare ya bila kufungana na Manchester City. City walisogelea wakaingia nafasi ya 3 kufuatia sare hiyo. Ikiwa Liverpool wataibuka washindi usiku huu, watapanda hadi nafasi ya 7 na watakuwa na idadi sawa ya pointi na Manchester United, yani alama 30. Huko Hispania usiku huu, mchawi wa magoli Lionel Messi anafikisha idadi ya mechi 500 alizochezea klabu yake ya Barcelona wanapochuana na Real Betis ligi kuu ya Hispania. Barcelona imeamua kuwapumzisha wachezaji muhimu, lakini Messi atakuwemo kufikisha idadi hiyo ya mechi 500, huku timu hiyo ikiendelea kushikilia uongozi wa ligi kuu ya Hispania. Katika mechi 199 alizoichezea Barcelona, Messi amefunga magoli 424, akasaidia kupatikana magoli 160 na kutoa mataji 26. Mwaka huu Barcelona walishinda ligi kuu ya Hispania, ubingwa wa Ulaya, kombe la Copa del Rey na kombe la dunia. Na mtumalizie na kikapu, ligi kuu mchezo huo nchini Marekani, yani NBA, ambapo Oklahoma City Thunder waliwashinda Milwaukee Bucks vikapu 131 kwa 123. Kilichowasaidia ni jumla ya pointi 53 walizofunga wachezaji wao wawili Kevin Durant na Russell Westbrook. Durant alitumbukiza kapuni ya alama 26 huku Thunders wakiweka ulinzi mkali. Sasa Durant amefunga pointi 20 au zaidi katika mechi 18 za karibuni. Westbrook naye aliweka ndani vikapu 27 wakawashinda Milwaukee ambao wamepoteza mechi ya 3 mtawalio. Ni hayo tu katika michezo usiku huu. Kwako Zura. Shukran sana Peter Musembi kwa taarifa hizo za michezo.
Kikosi cha anga cha kuhudumia wagonjwa wa dharura mjini London hapa kinafanyia majaribio ya mdaki, yani chombo cha mkononi kinachochunguza majeraha kwenye ubongo yanaweza kuhatarisha maisha. Chombo hicho kinachoitwa kitaalam infrascanner kinaweza kutambua damu iliyoganda juu ya ubongo ambayo kama haikutibiwa husababisha kifo ama ulemavu. Zawadi Machibia anaarifu zaidi. Kwa kikosi cha anga cha kuhudumia wagonjwa wa dharura mjini London, wepesi, uchunguzi na matibabu ya majeraha makali yanayotokana na kihoro mara nyingi ndio ufunguo wa kujua iwapo mgonjwa atapona. Katika majira ya kuchipua, kitengo hiki kilianza majaribio ya mwaka mzima ya kifaa hiki cha mkononi cha kupimia ubongo. Tangu wakati huo kimetumika kwa zaidi ya wagonjwa 60 kusaidia kutambua iwapo wanahitaji upasuaji wa haraka kuondoa damu iliyoganda kwenye ubongo. Kifaa hiki kinatumia mionzi miepesi ya infrared isiyo na madhara kama ile ya kwenye remote ya runinga. Mionzi ya mwanga inapenya kwenye fuvu hadi umbali wa sentimita 3. Damu iliyoganda inafyonza mwanga kitofauti na taarifa zinarejeshwa tena kwenye kifaa hiki mdaki. Utaratibu wote huu unafanyika kwa muda wa chini ya dakika 2. Rangi ya kijani maana yake uko kawaida. Nyekundu inaonyesha kuna damu iliyoganda. Katika utaratibu wa hospitali, imethibitishwa kuwa kifaa hiki kiko sahihi kwa 90%, huku wagonjwa wakipatiwa taarifa zaidi za vipimo vya CT scan kuthibitisha vipimo vyao. Kitengo chetu cha anga cha kuhudumia wagonjwa wa dharura kinawatibu karibu wagonjwa mahututi 5 kwa siku. Chanzo kikubwa cha majeraha haya ni ajali za barabarani, kuanguka kutoka umbali mrefu na mashambulio. Wengi wa wanaojeruhiwa wamekuwa na majeraha ya kichwa na ya ubongo kwa kiasi fulani. Kwa idadi hii, kifaa hiki ni muhimu kutupa matokeo ya awali. Miaka 8 iliyopita, BBC iliripoti majaribio ya toleo la mwanzo la infrascanner nchini India. Na kifaa hiki sasa kinatumiwa na wanajeshi wa Marekani kutambua majeraha ya kichwa wakiwa vitani. Zawadi Machibia, BBC. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu, na ni kuhusiana na ile taarifa ya Burundi na makundi ya jamii, kama kuna msaada wote ambaye anaweza kusaidia katika swala hili. Tunaanza naye Bachirimisi Domitien, anasema makundi ya kijamii yana mchango mkubwa kwa sababu kwanza wao sio wanasiasa, hawahangaishwi na vyeo serikalini, nafikiri huwa wanawazidi wanasiasa. Emmanuel Chilimoa anahisi kuwa makundi ya kijamii hayana msaada wote katika mizozo ya kisiasa, kwani baadhi yao hujihusisha tu na mizozo hiyo. Na Hashim Bega anasema makundi ya kijamii yana mchango mkubwa kama maazimio yao yatafanywa kazi na pande husika. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile Twitter. Na hatimaye tuelekee Ufilipino ambapo kanisa Katoliki limeomba radhi. Kwa sababu gani? Haya, tusikie. Ni baada ya kasisi huyo mmoja kusherekea mkesha wa Krismasi kwa kutumia chombo unachoserereka nacho chenye magurudumu, yani hoverboard. Kama unavyoona, wengi waliohudhuria misa hiyo walifurahishwa na kipaji chake cha kuimba na namna alivyoserereka, lakini dayosisi ya eneo hilo haikufurahishwa, kwani wamemsimamisha kazi kwa kitendo chake hicho. Father Albert St. Jos ameomba radhi kwa kitendo chake hicho na kuahidi hatorudia tena mambo ya mserereko. Hapana. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi hapo kesho sana wakati kama huu. Jina langu ni Peter Musembi. Mimi ni Zuhra Yunus, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na watakieni nyote mlale unono.